Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. For this is the day in which the Lord has made. Siku Bwana Yesu ameiumba. Let us rejoice and be glad in it. Furahi tushukuru. Hallelujah, Hallelujah. Jesus. Asante Yesu Kristo. I am Elder Cosme Sims, Mimi Mama Felicia Bokesims. and we're of Of Jesus Reigns Restoration Ministry. Amen. And we thank God that we have this opportunity to bring forth the bread of life to God's Tunamshukuru people. Bwana Yesu kutupa nafasi hii kuleta neno Amen. la uzima kwa watu Hallelujah. wake. Hallelujah. Faith cometh by hearing, Imani huja kwa and kusikia hearing by the word of na God. kusikia neno la Bwana. But let us not be just hearers of the word of Lakini God, tusiwe tu wasikilizaji wa but neno, doers of the word of bali God. watendaji wa neno la Amen. Bwana. Amen. Hallelujah. The Hallelujah. title of our lesson today Kichwa is cha habari cha somo la leo, Repent, tubu, a sin not unto death. dhambi isiyo ya mauti. Repent, Tubu, a sin not unto death. dhambi isiyo ya mauti. If you would turn your Bibles to 1 John Geuza Biblia zetu, waraka wa kwanza wa Yohana, 5 and 16. sura ya kwanza mstari wa 16. 1 John 5 and 16. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:16. And I want you to read the first verse, please. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mtu akimwona ndugu yake anatenda dhambi isiyo ya mauti, ataomba na Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao dhambi isiyo ya mauti. If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sinneth not unto death. There is a sin unto death. I do not say that he shall pray for it. Sisemi ya kwamba ataomba kwa ajili ya hiyo. Kila dhambi, kila lisilo Yes. Sisemi ya kwamba atahona kwa ajili ya hiyo. Verse 17, all unrighteousness is sin, and there is a sin not unto death. Read that, please. 17, kila lisilo la haki ni dhambi, na dhambi iko isiyo ya mauti. 18, we know that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keepeth himself, and the wicked one touch him not. Read. 18, twajua ya kuwa kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali yeye aliyezaliwa na Mungu hujilinda, wala yule mwovu hamgusi. 19, and we know that we are of God, and that the whole world lieth in wickedness. Read. 19, twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu, na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Verse 20, and we know that the Son of God is come, and he give us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even the Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal. Read. 20, nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Verse 21. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Verse 21. Little children, keep yourselves from idols. Amen. Read. 21, watoto wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. In verse 16, it says, if any man see his brother sin a sin which is not unto death, that to pray for him, and you shall give him life. Tunaambiwa mstari wa 16, mtu akiona ndugu yake anatenda dhambi isiyokuwa ya mauti, atamuombea, na katika kuomba kule yule mtu Mungu atampa uzima kwa ajili ya hao watendao hiyo dhambi isiyo ya mauti. There is a sin unto death that he said that I do not say that ye shall pray for. Amen. Yaani hapa anasema hatujaambiwa kwamba tuombee dhambi ya wale waliofanya dhambi ya mauti. There's a difference in a sin not unto death. First of all unrighteousness is sin. Amen. Kwanza kabisa, kila lisilo la haki ni dhambi. But the Bible also shows us that there is one sin that's not unto death, that we can pray to help our brothers and sisters that error.
Lakini tunaambiwa hapa kuna dhambi ambazo tunaweza tukawaombea ndugu zetu na ile dhambi ikawaondokea. Amen. Amen. And what sin is unto death? Dhambi gani hiyo ambayo ni ya mauti? A sin that's unto death is when a person is willing to repent and correction. Not unto sin is a person that is willing to repent and turn from their transgressions, from their sins, from their wrongdoing. Hiyo dhambi ya mauti ni mtu ambaye hayuko tayari kutubu na kugeuka kutoka kwenye maovu yao. Amen. Hii inasababisha mauti. Amen. Sin unto death is just the opposite. Somebody hallelujah, that's dying also a spiritual death, not seeking God the way he should. Kuna mtu ambaye yuko kwenye mauti ya kiroho, hatafuti Mungu anapopaswa kumtafuta, kutubu na kunyenyekea chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu. A person having a form of godliness. Mtu ambaye ana utaua wa udanganyifu tu. Denying the power of God. Akikataa nguvu ya Mungu. Hallelujah, a person of that's an unbeliever. Mtu ambaye haamini. Amen. Amen. When it comes down to hallelujah, repentance, hallelujah. But to pray for one, somebody that I want to address, hallelujah, help me Holy Ghost. A sin not unto death is when somebody, they don't believe in Christ. Dhambi sio mauti, ni kwa mfano mtu hamwamini Yesu. They don't believe in the church. Haamini kuhusu kanisa. They may have an addiction. Wanawezekana wana tatizo labda la ulevi, kuna wamekamatwa na kitu fulani, tabia mbovu fulani imemkamata. They may be a self person. Inawezekana mtu binafsi. And because of those things that they do that's of the world, kwa sababu ya mambo wanayofanya ya kufuata ulimwengu, that God tells us to separate ourselves from, Mungu anatuambia tujitenganishe nao, to sanctify ourselves, tujitenganishe na hayo mambo ya dhambi. These things that God tells us to separate. We praying for our siblings, we praying for strangers, we praying for those that aren't in the church to get the Holy Spirit of God, get the Holy Ghost to be saved. Ndio maana unakuta mfano tunaombea ndugu zetu, tunaombea watu sio wafahamu, watu kwa barabarani tumekutana nao, tumewaona wamevaa ovyo, watu waje kwa Yesu Kristo, wanyenyekeze mioyo yao, wabadilishwe tabia zao na Yesu Kristo. Amen. Jesus died on Calvary, hallelujah, that we were to forgive us of our sins, not for us to continue in our sin. Unajua Bwana Yesu Kristo alifariki msalabani, aliteseka ili tuondokane, tuache dhambi, sio tuendelee na maisha ya dhambi. He shed his precious blood he said, this is the New Testament in my blood for the remission and taking away of sin. Alisema hili ni agano langu jipya katika damu yangu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. So the man of God is saying, pray for a brother that sin is a sin which is not unto death. These are some examples that I gave you. Hapo natoa mifano, mtumishi wa Mungu anazungumzia tumuombee yule ndugu ambaye amefungwa na dhambi zisizokuwa za of a sin that is committed by somebody that's not unto death. Dhambi ambayo sio ya mauti. Ya kumkufuru Roho Mtakatifu ile. That can be where it's not unto death is because of your prayers. Yani anamaanisha kwa sababu ya maombi yako. Your petition. Maombi yako, maombezi kwa ajili yake. Your supplication to God. Mbele za Mungu. You laying before God for that son, that daughter, that husband, that wife. Unayemuombea mtoto wako, mume wako, that they will repent. Kwamba waje watubu. That God will have mercy. Wafikie toba, Bwana wa rehemu. Amen. And God will allow the effectual fervent prayers of the righteous availeth much. It's going to work. Unakuta maombi ya mwenye haki hufaa sana. Itakuja, itajibiwa tu. God will honor your prayer. Bwana atajibu maombi yako ukiomba kwa unyenyekevu na kwa imani na kufuata neno la Mungu. When Moses' sister sinned against him and telling him, trying to instruct the man of God who he can and cannot marry, God put a leprosy on him. Moses prayed for her and it was lifted. Dada yake Musa, Miriam, alipomkosoa kaka yake kuoa yule mke it was an example of sin not unto death, that hallelujah, the man of God prayed for his sister and God answered that prayer and she was healed.
Unaona, Mungu aliporuhusu Miriam akapata ukoma, ilibidi Musa ndio alimwombea akapona. Hapa ni Mungu aliyotuonesha kwamba inawezekana ukamwombea mtu, Mungu akagairi ile adhabu ambayo mtu either itampata au tayari yuko ndani yake. Amen. Amen. Ahab, the king, was one of the most evil kings that ruled Israel. Unaona, kwa mfano Ahabu alikuwa mojawapo ya wafalme waovu kabisa walioongoza. Did he sin before God? Yes, he did. Hakutenda dhambi mbele za Mungu, alitenda dhambi sana. But he repent of his sin. Lakini alikuja akatubu dhambi zake. And in his repentance, God heard it and God answered his prayer. Na katika toba yake Mungu alimsikia maombi yake na akamsamehe. Again, all unrighteousness is sin. Tena tunaambiwa kukosea haki kwote kwa aina yote kule ni dhambi. And the wages of sin is death. Na mshahara wa dhambi ni But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Lakini thawabu ya Mungu, the gift of life, the wages of sin is mshahara wa death. dhambi ni mauti. Hallelujah. But the gift of God is eternal life thawabu ya Mungu ni uzima wa through milele Jesus Christ kupitia Yesu Kristo our Lord. Bwana wetu. Amen. Amen. But where someone gets in trouble Mtu anapopata matatizo with God is where a sin unto death. ni ile dhambi ya mauti. And what sins are you talking about? Dhambi gani tunasema? When people, first of all, everything starts with repentance, even the plan of salvation. Kila kitu kinaanza na toba, hata mtu kwenye step za kuokolewa. For on the day of Pentecost, siku ya Pentecost, Acts 2 and 38, the man of God, after the people said they were pricked in their heart and they said, what must we do? Peter said, repent. Watu walipoguswa wakasema tufanye nini basi? Wakaambiwa tubuni. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, Mbatizo kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo, for the remission, the taking away of your sins. kwa ondoleo la dhambi. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Na mtapokea thawabu ya Roho That's Mtakatifu. God's promise. Ndio ahadi ya Mungu. Amen. To you and your children. Kwenu na watoto wenu. And what is repentance? Toba ni nini? To feel a feeling or expression of sincerity. Kumaanisha kutoka moyoni. Sincere regret. Toba ya kumaanisha. Remorse. Hallelujah. Toba, majuto. About one's wrongdoing or sin. Kuhusiana na dhambi ya mtu. Repentance is fundamental life altering change. It will change you to repent. Hallelujah. Your mind and your heart. Takubadilisha ukitubu fahamu katika ufahamu wako, nafsi yako na mwili wako wote. Amen. It's a complete turn away and turn around from your sinful ways to the righteousness of God. Ni kugeuka moja kwa moja katika haki ya Bwana. Amen. Amen. That's what repentance is. Ndio toba maana yake. Lord, I'm sorry. Lord, have mercy on me. I was wrong. Tunaomba toba. Forgive me of my sins. Forgive me of the things that I said. Forgive me of the things that I've done. Samehe mambo niliyosema, mambo niliyofanya, mambo niliyoongea. Amen. Amen. Tunafanya hivyo kila mara. David, he chose David, King David, as a man after his own heart. Mfalme Daudi. But David stole another man's wife. Aliiba mke wa mtu. Sent the man to battle to die. Sababisha yule mume aende kwenye vita. Took his wife and had a child. Akachukua mke. And the prophet went to him and rebuked him and told him, thus says the Lord. Nabii akaja akamwambia, asema Bwana. God was not pleased with that. Bwana amechukizwa na matendo aliyofanya. Even the word of God said he slew the child. Neno la Mungu linatuambia Mungu alisababisha yule mtoto alifariki. David he repented before God. Daudi akatubu mbele za Bwana. He said, purge me with hyssop. Asema nisafishe kwa hisopo. Renew the right spirit in me. Nipe moyo mpya ndani yangu. Renew the right, not only the right spirit in me, he said, purge me. He said, renew the right spirit in me. There was other things that he said in reference to repentance. Yes, hallelujah. Akasema kama unaposoma Zaburi 51. Create in me, he said, a clean heart. Niwekee moyo mpya safi ndani yangu. Amen. And in his repentance, God showed mercy, but still,
it was things that he had to suffer for sin. Pamoja na toba aliyotubu yote, kuna mambo alitakiwa aliteseka kwa sababu ya dhambi ile. Amen. Amen. But God heard his cry. Lakini Mungu alisikia And kilio if it's chake. a brother or sister or somebody that commits sin, a family member, well, Lord have mercy on them. Lord help them. Baba, Lord help them get out of their addiction. Help them, Lord God. Waombe watoke kwenye ulevi umewashika, tabia hizo Deal with their heart that they won't be evil, Lord God, in your sight. Katika moyo wako, That they won't do the things that they do and say the things that they say. Machukizo mbele zako. Waombe toba, usichoke. Mungu anasikia. And it will work. Waombe. But when it comes down to a sin unto death, katika dhambi ya mauti. Oh, mercy, Jesus. Hallelujah. Because there's a sin unto death when it comes to blaspheming the Holy Ghost. Kuna dhambi ile ya kukufuru Roho Mtakatifu wa Mungu. For the Lord, again, the wages of sin is death. Tunajua mshahara wa dhambi ni mauti. But the gift of God is eternal life. Thawabu ya Mungu ni uzima wa milele. Through Jesus Christ our Lord. Kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. And the word of God say in Matthew 12 Mathayo 12 tukienda. And 31. Mstari wa 31. It said, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want you to read 12, 31, and 32, please. Mtasoma. Matthew 12, 31, and 32. Tasoma Mathayo mtakatifu sura ya 12, 31, 32 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. The man of God said, John said, there is a sin unto death that I don't want you to pray for. Why? Because when I sin, like David said, against thee only have I sinned. I got to make it right. I have to repent. Yeye Daudi mtumishi wa Mungu alitufundisha vizuri. Ukitenda dhambi kwa Mungu, ni wewe na mimi tumetenda dhambi. Unasema kwako wewe Bwana, nimekutenda mimi dhambi, unirehemu, unisamehe. It's one thing when you don't believe the word of God, you don't believe in Jesus, you don't believe in the gospel, you don't go to church or whatever. That can be forgiven. But when you curse God, there's no forgiveness. Yaani kuna tofauti wewe uamini Injili, if you take the mark of the beast, uendi kanisani, lakini ukimkufuru Roho, ukimtusi Roho wa Bwana Mungu mwenyewe, ukachukua ile alama ya mnyama, hamna kusamehewa. When it comes down to the mark of the beast, those that take the mark in their hand and in their forehead of the devil, there's no forgiveness. You're going to hell. Wale ambao wanachukua alama ya mnyama kwenye paji zao za uso, kwenye mkono, yani wewe unaenda jehanamu, hakuna kwingine. And there'll be no forgiveness in it. Hakuna msamaha wa. And I'm going to prove the word to you, because I'm going to read the word and show you that what Elder Sims is not saying to rebuke you with or to make yourself look big is something that you need to know. He said, remind my people, rehearse the matter. Tell my people, thus says the Lord. Bwana amemwamrisha mtumishi wa Mungu huyu ninayemtafsiria kwamba waambie watu wangu maneno hayo. Where's your fear? Do you have fear of God? Hofu yako ya Mungu iko wapi? Unamwogopa Mungu? Amen. Amen. Fear God and keep his commandments. That's a whole duty of man. Ogopa Mungu na utii amri zake. Amen. Amen. Matthew 12 and 31. Did you read that? Yes, 31 and 32. 31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. For whosoever speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speak against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him. It shall not be forgiven him, neither in this world, which is earth, yes, neither in the world to come, which is heaven. I want you to read Mark 3:28 through 30, please. Marko 3:20
Marko 3 mstari wa 28 3:28 through 30. No forgiveness in this world or the world to come that speak against, that blaspheme the Holy Ghost, that curse God, anayemlaani that Mungu, speak against God. anayezungumza kinyume na Mungu, hakuna kusamehewa. See, you curse God, that's another thing. Kimlaani Yesu No Kristo, forgiveness. Mungu ni kitu kingine. Amen. Read please. Haya, 28 mstari, Marko 3 mstari wa 28, 28 and 29. 28, 29 and 30. Mpaka 30. Haleluya. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazokufuru zote, bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele, kwa vile walivyosema ana pepo mchafu. Mark 3, 3rd chapter, 28th verse. Jesus said, Verily I say unto you, truly I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and the blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost have never, the word is never forgiveness. There's no room for any. Yani neno hapa ni daima, never forgiveness. Milele. But is in danger of eternal damnation. Yuko katika hatari ya hukumu ya milele. You're in danger of going to hell for cursing God. Yani ukitafsiri kwenye Biblia Kiingereza inasema yule atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha milele, bali yuko katika hatari ya hukumu ya milele. Verse 30 is the reason why Jesus is also saying this. Sababu kwa nini anasema hivyo ni mstari wa because they said he has an unclean spirit. Kwa sababu alimwambia ana pepo. God is a spirit. Mungu ni roho. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Na wale wamwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na God is holy. Mungu ni mtakatifu. God is righteous. Ni wa haki. God is good. Ni mwema. Hallelujah. God is merciful. Ni mwenye rehema. God is God Almighty. Mungu ni Mungu mwenye. Creator of the heavens and the earth. Muumba wa mbingu na nchi. And they blaspheme God and saying that he's not the Messiah, that he has an unclean spirit. Wakati walikuwa wanamkufuru anasema ana pepo mchafu. That he cast out devils by the spirit of the devil. Kwamba eti anatoa pepo kwa kutumia. You don't blaspheme, you don't curse God. Yaani huwezi kufanya kufuru kwa Mungu kiasi hicho. Usifanye kitu kama hicho. Usifanye. Nafundisha watoto wako wasikosee kitu kama hicho. I told you I was going to prove it to you. Tulisema tutahakikisha hapa maandiko. Amen. Amen. So when it comes down to praying for people, kija kwenye kuombea watu, a sin not unto death, there are many sins that are being committed by the unsaved portions of our family and people that we come in contact that don't have the Holy Spirit, that we can pray for God's mercy on their lives. Kuna dhambi nyingi zinafanyika na watu kwenye familia zetu tunaowajua ambao hawana Roho Mtakatifu. Tunapaswa kuwaombea Mungu awarehemu, awasamehe na wafungue akili zao siku waje wapokee wokovu. Amen. And it will work. Na itajibiwa tu. Amen. Amen. Hallelujah. But when it comes to a sin unto death that people do, and they continue to serve the devil, continue to serve the creature instead of the creator, which is God, then you know what? You on your own. Wale ambao wameamua kumfuata shetani, wanaabudu kiumbe ambaye ni shetani aliyeumbwa na Mungu. Yaani wao wameamua njia yao ya uharibifu. You can lead a horse to water, but you can't make him drink. Unaweza kumpeleka farasi kwenye kijito cha maji, lakini huwezi kumlazimisha kunywa yale maji. You can witness to people till you're blue in the face, but just what? Many people are dull of hearing. They won't do it, they don't hear it, they don't care. Unajua unaweza ukamshuhudia Yesu Kristo, ukamhubiria ndugu yako mtu fulani, lakini wengine wamefanya shingo zao ngumu. Sasa Mungu akupe neema. Roho Mungu akupe neema uendelee kuwahubiria tu usichoke. And a lot of them are family members. A lot of them are family members. They look like us, and they got our last name. Tunashiriki jina moja. Your own children will cuss you out. Wengine watoto wako mwenyewe.
Wanaweza wakakutusi kabisa. Kuna wengine wazazi wanapitia mateso kama hayo. Jesus said they don't honor you, they don't honor me. Yesu Kristo amesema They don't receive you, they don't receive me. wasipokupokea wewe wamenikataa. They curse you, I'm going to curse them. Wakikulaani nitawalaani. Touch not my anointing and do my prophets no harm. Neno la Mungu anasema usimguse masihi wangu, usimtendee nabii wangu vibaya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. So, a distinction between sin not unto death and sin unto death, it has different degrees, different types, and it deals with persistence and unrepentance to God. Yani, tofauti kati ya dhambi ya mauti na ambayo sio ya mauti ni katika vile viwango vya ile dhambi kukubuhu na kutokuwa na hali ya toba kwa Bwana. Amen. Amen. God is a rewarder of them that diligently will seek his face. Bwana anatoa thawabu kwa wale wanaomtafuta kwa bidii. He's saying repent and believe the gospel. Yesu Kristo ameshatuambia tutubu na tuamini Injili. Amen. Amen. Hallelujah. Remember, hallelujah, Nineveh. God he was sending the man of God to let them know that y'all going to die, y'all going to get wiped out. But what did Nineveh do? Nineveh put a fast on everybody, all the animals, everybody in the city. They fast, they repent unto God. And what did God do? God heard their cry, send the prophet, tell them they're going to live. Nineva waliambiwa, jamani, mnetenda dhambi nyinyi, mko chini ya hukumu, mnaangamia, mtaangamia wote. Walifanyaje? Walifunga, mpaka wanyama walifunga, wakatubu, na Mungu aliwasikia, aliwasamehe dhambi zao. Hezekiah sinned against God, and he turned his face. God sent the prophet and told him, get his house in order, because he's going to die. Akageuza uso wake ukutani, akatubu. Maana aliambiwa siku zako zimefika, unaenda kufariki. Weka mambo yako sawa. What did he do? He repent. Alitubu. He turned his face to the wall and repent, and God gave him 15 more years. Aligeuza uso wake ukutani na Mungu akampa miaka mingine 15. God can he can add or he can take down. He can turn your situation completely around. Mungu anaweza kageuza hali yako kabisa ukawa mtu mwingine kabisa katika wema na haki. God got the power. Bwana ana mamlaka. God has the words of life. Bwana ana maneno ya uzima. And it's God's will that none be lost. Mapenzi ya Mungu watu wasipotee. And that all come to the knowledge of the truth. Bali wote waje that all might be saved. Wote wakolewe. Amen. Amen. That you may prosper even as your soul prosper in good health. Bali tufanikiwe hata nafsi zetu pia zikafanikiwe. But a lot of us, we shorten our own days and we kill ourselves with the things that we put in our heart, the things that we put in our body, the things that we put in our mind. Wengi tunafupisha uhai wetu sisi wenyewe kwa mambo tunayoweka kwenye akili zetu. The word of God said, gird up your clean mind, your pure mind in Christ. Neno la Mungu linasema, yani jifunge mkanda katika nafsi na akili yako iliyo imara katika Yesu Kristo. Amen. Amen. David, he repented unto the Lord, and God, hallelujah, honored his prayer. Daudi alitubu mbele za Bwana na Mungu akamsamehe dhambi yake. Saul never repented unto the Lord, and God killed him. Sauli hakutubu dhambi yake na Mungu alimwangamiza. Amen. Amen. And replaced him. Na nafasi yake ilichukuliwa na mtu mwingine. Obedience is better than sacrifice. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Amen. Amen. And worse than witchcraft. Disobedience is worse than witchcraft. Na kutokutii ni mbaya kuliko dhambi ya uchawi. That's what Samuel said to Saul. Ndio Samueli alipomwambia Sauli. To be disobedient is worse than witchcraft. Kutokutii ni mbaya kuliko dhambi ya uchawi. And to be stubborn, not to repent and say you're not going to do this and you're not going to do that is, hallelujah, is similar to idolatry. Na kutokutii useme usifanyi kisifanyi ni sawa sawa na ibada za sanamu. God called it sin and idolatry. Amesema ni dhambi na ni sawa sawa na ibada ya sanamu. Because we can not only worship the idols of Baal and Moloch and all these other symbols and all these other idol gods, but we can make ourselves a god, an idol ourselves, me, myself, and I. And God said, if you can't forsake yourself,
your brother, your sister, your mother, your father, and yourself, you are not worthy of the kingdom. You cannot be my disciple. Unajua tunaweza tukafanya ibada za sanamu kama vile kwenye kina Molak au na miungu mingine, mizimu, lakini kuna dhambi ya kuabudu sanamu. Yani wewe unajiabudu mwenyewe. Wewe ndio muhimu kuliko kitu chochote. Kila kitu ni wewe tu. Amen. I beseech you by the mercies of God. Na wasihi kwa rehema za Bwana. To present your body a living sacrifice. Jitoe miili yenu dhabihu iliyo safi. Holy and acceptable unto God. Takatifu ikubalikayo kwa Mungu. Which is your reasonable service. It's only right to do that. Ni sawa kabisa kufanya hivyo. And be not conformed to this world. Na msifuate mambo ya ulimwengu huu. But be ye transformed bali mbadilishwe by the renewing of your mind, huishwa fahamu zenu, that you may prove yani muhakikishe that good yaliyo mema and perfect yaliyo and kamili, acceptable will of the Lord. mapenzi ya Bwana yakubalikayo. Somebody say, I don't have nothing to prove. Yes, you do. Prove all things. Prove how Christ is in you, lest you be reprobate. Watu wanasema sina chochote cha kuhakikisha. Hapana, hakikisha kilichopo ndani yako. Amen. 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 We have a whole laundry list of things to pray for and about. The Bible say Biblia inasema that we know not what to pray for. kwamba saa nyingine hatujui nini cha kuombea. There's wars and rumors of wars. Kuna vita, tetesi za vita. There's nation against nation going on today. Dhidi ya taifa lingine. We got earthquakes in diverse places. Matetemeko ya ardhi, we have floods. We have fires. Mafuriko, we moto, got famine. Njaa, we got disease. Magonjwa. We got a whole lot of things that's going on right now around us. Yanaendelea. And a lot of us are ignoring it. Wengi wetu tunadharau. Because you know what? I ain't worried about it. It ain't happening to me. Kwa sababu hayanihusu, hayanitokei kwangu. But just what? Lakini tunasemaje? It will. Itakufikia siku. It may not hit your door now. Inaweza isifike mlangoni kwako sasa hivi. But later on this evening, lakini baadaye or tomorrow, au kesho, hujui, it could catch up with you. Inaweza kukutana na wewe. Don't wait until trouble come to cry unto the Lord. Mpaka tabu ikufikie kumlilia Mungu. Amen. We should have a prayer life. We should be in prayer 24/7 with God. Inabidi tu tuna katika maombi masaa 24. These things come by prayer and fasting, the miracles of God. Hallelujah. And the destruction of the devil. Haya mambo yanakujibiwa kwa maombi na kuomba na maombezi. The rebuke of evil things that are going on around us. Kemea maovu yaliyokuzunguka sasa hivi duniani. May they be the works of the devil be cast down and destroyed in the name of Jesus. Kazi za muovu shetani ziharibiwe, zishushwe chini. May they be burnt up with Holy Ghost fire in the name of Jesus. Teketezwe kwa moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. So Moses prayed for Miriam. Musa alimwombea Miriam. Hallelujah. Nineveh had enough sense to have a fast and pray for mercy. Nineveh walipata hekima ya kuingia maombi ya mfungo ya kutubu. David said, create in me a clean house, a clean heart, renew the right spirit in me, purge me, God. Daudi aliomba, mercy, God. Niombie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea mbele. King Ahab repented unto the God, and God heard him and had mercy on him. Mfalme Ahabu alitubu mbele za Mungu na Mungu akamsamehe. Because of lack of repentance, the man of God said, if it went from 50, ask God from 50 to 10. If there be in Sodom and Gomorrah 10 righteous, would you allow them to live? Will you not burn them out? Bwana aliulizwa, wakiwepo wenye haki 10 huko Sodoma na Gomora. God said, if there be 10 righteous in Sodom, kama wakiwepo au I will not destroy. Kweli sitaiharibu Sodoma na Gomora. Sodom and Gomorrah was destroyed. Sodoma na Gomora, it wasn't 10 righteous in the city hakuna watu 10 to hold back the wrath of God, kuzuia ghadhabu ya Mungu, that will repent unto God, ambao walikuwa tayari kutubu mbele za Mungu. Wewe tubu, uwe na tabia ya kutubu. But he would have honored he was honoring the man of God's petition, to honor the man of God's prayer for mercy to be upon the city. And he said yes, but it was a condition.
Lakini akasema ndiyo, alisikiza maombi ya mtumishi wa Mungu. of 10 to be saved. Lakini masharti ni kwamba wawepo angalau 10 basi. He went from 50 down to 10 and Alianzia it wasn't 10. Hata 10 hawakutosha. Hawakufikia. Lot and his family had to leave, get out of there. Lutu na familia yake ilibidi waondoke pale. And he said, don't turn back, don't look. But you know, his wife, she just had to look. Mke wake ilibidi tu, kuna kitu kilimlazimisha tu And she angalie. turned to a pillar of salt. Akageuka mnara wa chuma. And to this day, she's still there looking back. Mpaka leo yuko pale na anageuka nyuma na angalia. Amen. Amen. So, again, repenting tubu unto God. kwa Bwana. Why? For what? Those sins that are not unto death. Kwa ajili ya nini? Ya dhambi zile ambazo sio za mauti. That can be redeemed. Ambazo zinaweza mtu akasafishwa. But the blasphemy of the Holy Ghost. Lakini kukufuru Roho Mtakatifu. There's never forgiveness, Jesus said. Jesus said that. Yesu Kristo amesema. Our Savior said never forgiveness. Hakuna. And for those in Revelations 13 and 14 where they took the mark of the beast. Waliochukua alama ya mnyama. Because there come a time where you cannot buy or sell. Kwa sababu utakuja wakati tunaambiwa hatuwezi kununua wala kuuza. It's going to come a time where they're going the abomination and desolation will be in the holy place. Say that, please. Itafika wakati yani machukizo yatakuwepo. And he's going to build he's going to make the people build an idol. Hallelujah. Just like they built a calf in the wilderness to worship when Moses was on the mount. Kuna wakati shetani atawaambia watu wajenge sanamu ya kuabudu pale. And Satan will give that image that they built life to move and so forth. And anybody that will not bow down to worship the image will be put to death. Na shetani ataipa hiyo sanamu uwezo wa kuongea, wa kusogea, wa kutembea, kufanya vitu mbalimbali. Na si abudu hiyo sanamu atauawa. Shetani atamuua. And if you do not take the mark in your hand or in your forehead, you cannot buy or sell. Na wale ambao hawatachukua alama ya mnyama hawatauza wala kununua. But God said that if you take the mark in your hand, you take the mark of the beast in your forehead, that you will go to hell. Mungu ameshasema ukichukua hiyo alama ya mnyama wewe unaishia jehanamu. There'll be no forgiveness in taking the mark of the beast. Hakuna msamaha wa kuchukua alama. Whom you yield your members to is whom you serve. Unayempa viungo vyako ndio unayemtumikia. Wide is the road that leadeth to destruction, but narrow is the road that leadeth to righteousness. Ni pana barabara yendayo kwenye upotevuni na mauti. But Jesus said many will take the wide road and die. Bwana Yesu amesema wengi watachukua barabara pana na watafariki. This concludes part 1 of our lesson. Hapa tumemalizia sehemu ya kwanza. Repent. Tubu. A sin not unto death. Isiyo ya mauti. Amen. Amen.